Yes bana, mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, tuko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Lugano Israel, mzee wa black and white, na yeye anakwenda kujuza kwa yale ambayo yanaendelea huko mitandaoni baada ya kauli ya rais wa TFF Wallace Karia kumwaga mchele hadharani. Maana ya baba anapokuwa amefika nyumbani lazima kuwepo tofauti wa kijana wa kazi. Baba amefika kazini, kafika nyumbani, utofauti wa kaka wa nyumbani kafika nyumbani. Mama kufika nyumbani, inapofika sauti ya baba ndio inatakiwa panya wote tabidi wajifiche, wakimbie. Baba amerudi, inategemea amekujaje sasa. Tabidi panya wote wajifiche. Kama ni watoto tabidi watulie. Sasa kama ni familia tabidi isikilize kuna mwongozo gani. Sasa baba amekuja na yule mtoto kiburi, kaanza naye mtoto mwenye kiburi moja kwa moja. Kwanza mimi nimpongeze Wallace Karia. Yani miongoni mwa vitu ambavyo nilitamani sana vitokee ni kile kauli ambazo wakazitoa. Ni kauli ngumu, lakini ni kauli ambazo zinatakiwa kwa watu wa aina hii. Kunaonyesha huyu ni kiongozi kweli. Yaani kiongozi, maana kiongozi huo ndo maana ya uongozi. Yani wanatakiwa uongee kwa wakati sahihi na kitu sahihi kwa mtu sahihi na kwa jambo sahihi. Kwa jambo ambalo lilikuwa linaendelea ni jambo ambalo ni taharuki kubwa sana. Sawa wanasema kuna kipindi ukimwacha mtoto akuzoe kwa katika kila eneo, manaka atakuja kukanyaga kichwani. Si umeelewa? Sasa kuna mipaka ambayo lazima uiweke kama baba. Lazima useme tutaishia hapa, tutacheza mpaka hapa. Na hapo kishika nitakuadhibu kwa staili hii. Wallace Karia kaenda white and black kabisa. Yani kashaonyesha kama ni hukumu kashaitoa kabla hakimu hajafika kwenye kizimba. Yani kashawaambia kabisa huu ni utoto. Si unaelewa? Huu ni utoto. Huu ni ujinga. Unapozungumzia utoto sio tusi. Unapozungumzia ujinga sio tusi. Yani maana yake wewe ni mtu mzima alafu unafanya vitu vya kitoto. Unaposema wewe ni mjinga inamaanisha kwamba inawezekana hujafikia kwenye hatua ya upumbavu, lakini unakifanya kitu ambacho unakijua madhara yake ni nini. Si umeelewa? Kwa hiyo Wallace Karia alichokifanya ni kitu sahihi kwenye soka letu. Wanaoharibu ligi yetu Simba na Yanga. Simba na Yanga wanaharibu sana ligi yetu. Wanaharibu katika mifumo njia tofauti tofauti. Sasa alichokisema kwa kile ambacho amekisema tayari kishaonyesha direction. Unapokuwa kiongozi wa eneo lolote lile, lazima uwe na power ya kusema no, watu wakakuelewa. Ya kusema hiki sikitaki, watu wakakuelewa. Kile walichokifanya Yanga kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ni dharau. Ni dharau maximum. Sio minimum, maximum. Dharau kubwa kuliko. Baba kakwambia usiende shule. Kila siku baba anakuambia ni muhimu kwenda shule, si ndio? Leo kakwambia leo usiende shule. Ukachukua uniform, ukavaa ukaenda shule. Ni dharau ambayo imepitiliza. Asikwambie mtu. Mimi nilikuwa nasubiri tu nisikie kauli ya TFF. Kauli ya kiongozi yoyote kutoka TFF. Either bodi ya ligi au TFF au maamuzi ambayo atatoa TFF ni maamuzi ya aina gani? Nilikuwa nasubiri hapo. Yani nilikuwa nasubiria kauli au maamuzi. Maamuzi bado. Sasa mimi nilikuwa nasubiri endapo kama maamuzi watatoa yatakuwa polite. Sawa? Polite. Tunaelewa maana polite. Mepesi, malaini ya kumbembeleza mtoto ambaye kakudharau. Mimi ningeruka nao TFF. Usingewaelewa black and white ningewaambia. Nyie TFF ndo mnatuharibia ligi yetu. Ningewaambia kabisa mnatuharibia ligi yetu kwa sababu moja tu. Mnawalea vibaya. Sasa hii kauli ya Wallace Karia imeenda kujibu yale ambayo mimi nilikuwa nimeyahifadhi moyoni. Nikasema yes, hiki ni kitu ambacho nilikuwa nataka kitokee. Sasa tuanzie kwenye ile kauli ya Young Africans wa kusema bodi ya ligi jiuzuru. Yeye mwenyewe alichokijibu kwenye hii kauli ya bodi ya ligi kujiuzuru alisema na wao wajitathmini katika uongozi wao, hawafai kujiuzuru. Hii ina maana gani? Yani ina maana kubwa. Ndani ya Yanga pia kuna manjegeka. Sawa? Yani manjegeka alafu kawa favor, kaona ngoja pengine kwa kuwaambia bwana hiki hamjafanya sio sawa. Unajua kuna maonyo mengine unaweza kaonywa uonyi kwa barua. Kuna mwingine anakuambia oya umezingua hapa. Hata bosi wako akuandiki barua, sio andika barua sio nini. Si ndio? Anakuonya tu bwana hii umezingua haikuwa nzuri. Yani maana yake haja kuandikia barua lakini kishikaji tu anakuambia hebu rekebisha. Si ndio? Maana yake inawezekana Wallace Karia mara nyingi amekuwa akiwaambia Yanga hiki hakiko sawa. Pengine wanarekebisha au wanadharau, anawachukulia poa.
Sasa hii ni taarifa ambayo kashtaki kwa umma. Kwa mtu mwenye akili atakuwa ameshaelewa kwamba Wallace Karia tayari kashawashtaki Yanga kwa umma kwamba mna manjegeka mengi sana. Rais wa soka Tanzania TFF amewaacha tu kimya. Siku akija kuliibua lingine, manake sisi tunajua kwamba mlikuwa na manjegeka yamezidi, sasa ameamua kuyatoa. Kavumilia mengi. Kwa hiyo kama kuna mtu alikuwa ajui kama Yanga wamefanya branda nyingi sana. Sasa Wallace Karia katoa kwamba hawa wana madudu mengi sana ambayo nimewachukulia favor, nimewachukulia poa. Pengine kwa onyo tu kama nilivyokuambia kwa maneno na vitu kama hivyo. Hiyo taarifa inakuja baadaye, itakuja kutokea mtu atakuja kupigwa nyundo ambazo hakuwahi kuzisikia. Na kuambia hiki ambacho amekizungumza ni kitu ambacho kimetoka moyoni mwake. Amekerwa sana kwa sababu mechi kutokuchezwa, si ndio? Imetokana na tukio la Yanga wenyewe kupeleka mabouncer ambao ndani ya kanuni haipo. Si umeelewa? Ndani ya kanuni haipo. Alafu imefikia hatua kwa hekima za bodi ya ligi baada ya Simba kuonekana kwamba wao wamejisikia haikuwa tofauti. Sawa, kuna maoni tofauti kwamba itakiwa mechi ichezwe na vitu kama hivyo. Hata kama kuna makosa kwenye bodi ya ligi, lakini ndio wao wameamua. Na kifungu cha 34 kanuni kwa maana kanuni ya 34 kifungu cha 3 ukisoma mwishoni, pamoja na kwamba anaweza kuingia kwenye majanga nini, wanaweza kusimamisha ligi, lakini pale ambapo wao kama bodi ya ligi wanaweza kujiridhisha kwamba kuna shida, tunastahili kusimamisha tukio, wana nguvu hiyo. Ndio maana kuna baadhi ya mechi, nakumbuka Simba walikuwa naenda Kagera, walikuwa wamechelewa, kuna jambo lilikuwa wamechelewesha kwenda kucheza mchezo dhidi ya Kagera. Watu watakuwa nakumbuka vizuri. Simba wakasogeza mchezo mbele. Wana wachezaji wengi wagonjwa Simba wakaomba mechi isogezwe mbele kama siku moja ikasogezwa mbele. Ni kwa sababu bodi ya ligi wana nguvu hiyo kwenye ile kanuni na wabeba. Si umeelewa? Kwa hiyo hata hili walikuwa naliweza, sio kwa sababu wanacheza na Simba na Yanga tu. Wao katathmini kukaa, wakasema tunaweza kufanya hivi. Umeelewa? Kuna hoja nyingine ambazo zozo kujadili kwenye hilo, mapungufu yapo. Lakini wale walifanya Yanga lilikuwa ni kubwa zaidi kuliko walichokosea bodi ya ligi. Umeelewa? Kwa sababu unaweza kusema kwenye ile maamuzi ambayo bodi ya ligi inataka atoe, itakiwa atoe ndani ya masaa 24. Umeelewa? Wametoa ndani ya masaa 24. Mtu anaweza kahoji pale kwamba haikuwa sawa sawa, si ndio? Lakini kwenye kuhoji ndio kwenda kumdharau mtu. Kwa hiyo Yanga walikuwa na pointi ya kwenda kuwahoji bodi ya ligi kwamba kwa nini mmesimamisha kio ndani ya masaa 24. Si ndio? Kitu ambacho kinaweza katokea kama kuna tukio la mafuriko, jambo lote ambalo ni ambalo alikutarajiwa, unaweza kufanya nini? Ukastopisha. Walikuwa na hoja, lakini sio kwamba umetumwa nenda hujaenda, si ndio? Yaani maana yake ni dharau. Lakini umeambia nenda hujaenda, yani umerudisha usiende ukaenda. Zote ni dharau kwa sababu umeshindwa kumheshimu mtu mkubwa wako. Na mkubwa wako ambaye tunamzungumzia hapa, tunamzungumzia mtu ambaye anaitwa bodi ya ligi. Umeelewa? Bodi ya ligi ndio inaongoza ligi yetu. Kwa hiyo kauli ambayo kaisema Wallace Karia kuhusiana na bodi ya ligi, kaongea kwa sababu angesema wao ndio wanatuhumiwa kwamba bwana hawa watu wanataka wajiuzulu. Na kumbuka kwenye ile barua Yanga walisema kwamba avunje bodi ya ligi na hawana imani na nani? Na waliwamention pia Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti. Na kumbuka Steven Mguto pia ni makamu wa rais wa pili wa TFF. Kwa sababu ukiwa mwenyekiti wa bodi automatic lazima uingie kule kama makamu wa pili wa rais. Si umeelewa? Kwa maana yake hana imani na yule makamu wa pili wa rais. Tafsiri ni nini? Hawana imani na TFF. Maana kama yule anaingia TFF hawana imani. Kama makamu una imani naye, rais atakuwa na kitu gani kipi? Wakati yeye ndo anamsaidia rais. Si unanielewa? Rais akaona hiki sio sawa kwa sababu hata Almas Kasongo ni CEO wa bodi ya ligi ambaye anafanya kazi kubwa sana. Anajitahidi kwa kila hali mambo yaende vizuri. Lakini kwa tukio hili wanasema ajiuzuru. Sasa kauli ya Wallace Karia anasema hakuna mtu kujiuzuru. Kwa hiyo tunaweza kusema yale maswali yote, zile hoja au maadhimio ambayo Yanga alikuwa ameyaweka ya kusema bodi ya ligi wajiuzuru. Barua haihitaji tena barua kuandikwa. Kwa mtu mwenye akili barua imeshaandikwa tayari kwamba kwanza hakuna pointi 3 za mezani, hakuna. Si ndio? Cha pili, mpira utapigwa. Ina maana Yanga wakileta zile hatuingizi timu. Nyundo inakuja.
inakuja nyundo na kanuni itafanya kazi daraja la pili. Unajua usipocheza mechi unapokuja pointi 15. Sawa Ndio. Hizo pointi 15 unapelekwa chini, yani unashushwa daraja kama yeye hujatokea kwenye mechi. Maana yake itaitishwa mechi ya dabi ya Kariakoo, alafu Yanga aendi sana. Sema na msimamo asiende. Kwa kauli hii asiende. Asipoenda inatumika kanuni ambayo sasa inaenda kuwashusha daraja la pili, lakini pia unashuka daraja la pili na pointi 15 nazo unakatwa. Si kama unanielewa? Umenielewa? Kama unadondoshwa kabisa. Kwa hiyo mimi nimpongeze Wallace Karia. Hiki cha kumpongeza Wallace Karia ndo namna ambavyo viongozi wote wanatakiwa kuwa. Unapokuwa kiongozi haimaanishi uwe na mwili mdogo. Unapopewa nafasi ya kuwa kiongozi lazima uwe na sauti ya mamlaka, sauti ya msimamo, sauti ya muongozo, sauti ya kusema hiki kinatakiwa kipite hivi. Ndio maana usiona hii serikali. Sawa? Mama Samia Suluhu Hassan akisema 1 2 3 ndivyo ambavyo tunatakiwa tufate. Na kwa inavyoonekana ni kama Wallace Karia moja kwa moja amechukishwa na maamuzi ya Young Africans. Yaani kaona Young Africans ndio chanzo cha haya yote mpaka mechi haijachezeka. Sio kwamba kachukizwa na maamuzi, kachukizwa na dharau za Young Africans. Akidharau shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Amechukizwa. Yaani kama ulifuatilia interview ya uwanja wa ndege utakuwa umeelewa. Akaongea sana kihivyo. Lakini pointi chache tu utajua kabisa huko alikokuwa alikuwa na kerekwa. Umeelewa? Alafu amekuja kuhojiwa tena. Sawa? Amekuja kuzungumza, amefunguka. Unajua Wallace Karia sio kiongozi ambaye huwa mara nyingi anaongea mara nyingi sana, si ndio? Lakini akija kuongea inakuwa ni story kwa sababu mamlaka aliyokuwa nayo yanakuwa analeta picha na mwongozo. Sio kama unanielewa? Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba kachukizwa na dharau ambazo Yanga wamezifanya kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Ni dharau ambazo mtu yeyote mpenda soka hawezi kukubaliana nazo. Mimi binafsi zilinikera, nikasema mpira wetu kama tutakuwa na viongozi ambao wanaziogopa hizi timu za Simba na Yanga tutoboi. Kwa sababu hawa wanataka kutumia loophole ya kwamba sisi tuna mashabiki wengi, tuna viongozi wengi wa serikali, si nini watatusimamia, watatutetea. Kuna kipindi kuna jambo lilishawahi kutokea. Sawa? Tenga alishawahi kuwapiga nyundo Yanga. Yes, kwa ugomea mechi ya mshindi wa 3. Ikaenda mpaka bungeni. Bungeni watu wakasimama, unajua pale kumegawanyika, kuna Yanga kuna Simba. Huko unawaambia Tenga alitaka mpaka kujiuzulu. Lakini baadaye tu hekima za watu basi hatutaki kwenda huko. Sasa kitu ambacho anakifanya Wallace Karia anataka kuonyesha kwamba soka letu tunatakiwa liendelee. Soka letu lisiende kwa sababu Simba ina mashabiki wengi, Yanga ina mashabiki wengi, sijui kiongozi fulani ana nguvu fulani. Tunanyosha. Kuna kauli moja kaizungumza kama utakuwa umefuatilia. Anasema amewafavor sana Yanga kwenye uongozi wake. Klabu ya Yanga ndo ameifavor sana. Amefavor sana klabu ya Yanga kuliko klabu nyingine. Maana yake kuliko Simba. Klabu nyingine ipi tena Simba? Na Simba hiyo Wallace Karia ndo watu wanasema kwamba Simba shabiki wa Simba. Hivi wewe ni shabiki wa Simba alafu unaijali Yanga. Kuna favor fulani ambayo Simba inawezekana wanakuwa wanyonge. Unajua kuna wakati baba mwenye hekima anafanya kitu kimoja. Mfano babangu mimi, sawa? Akikutana mimi na wewe tuko pamoja. Babangu kanikuta ana shilingi 500. Sawa? Baba mwenye hekima anipi mimi hela, nakupa wewe. Mwenye hekima hanipi mimi hela. Ambaye mimi ni babangu, anipi mimi hela, anakupa wewe. Sasa wewe utaanza kujifunza kwamba kwa nini kanipa mimi, hajashindwa kumpa yule babaka ambaye unajua yule ni babake. Wallace Karia anazungumza kama ni shabiki wa Simba. Inawezekana favor nyingi hawapi Simba, anapa Yanga. Naye mwenyewe kasema hivyo. Umeelewa kwa nini? Sasa wewe ni akili yako kujua huyu mtu ananipa kwa nini? Anataka kuweka mambo sawa. Na ndio maana alivyotoka sasa hivi ametoka wazi kabisa. Na mtu anapokuja kutoa neno, sawa? Aliji neno bila sababu. Alichokisema Wallace Karia amejibwaga, hataki lawama tena baadaye. Sijasikia kauli ya Wallace Karia, nimesikia maamuzi ya Yanga. Maana yake Yanga watakuja kulia. Iwe kwa sijasikia maamuzi ya Engineer Hesaid. Nimesikia maamuzi ya Yanga kwa maana Yanga wao wamekubaliana. Sasa kuna mtu atakuja kulia kwa kilio kibaya sana. Hii kauli aliyoisema huu ni mtego. Nimewafeva sana Yanga kuliko baba yangu aseme amekusaidia sana wewe kuliko mwanangu. Kwa hiyo mtu mwenye yake kupewa ni mwanae
alafu anakupa wewe. Alafu bado unaita chokochoko. Alafu uje kuzingua tena. Maana yake kauiambia jamii, jamani huyu mimi nimembeba vya kutosha. Na haridhiki. Kinachofuata atajua mwenyewe. Ntanyoka naye, ntaruka naye. A tunaweka A. A ni A. Kwa hiyo Yanga vitu ambavyo wanavifanya na hili liwe funzo pia hata kwa Simba. Wanajiona Simba na Yanga kama ni vilabu ambavyo havigusiki. Haya matukio ambayo unayaona haya yangetokea kwa Kagera Sukari, yangetokea kwa Mbeya City, yangetokea kwa Tabora, yangetokea kwa Ken Gold. Ungekuwa mmoja hapo tunayo. Yaani mmoja hapo sasa hivi analia huko kilio kibaya. Umeelewa? Mbeya Kwanza ishai kutokea issue kama hii. Wachele uwanjani sio umefanya nini, sio umefanya nini. Nyoshwa vibaya. Si umeelewa? Kwa hiyo vitu kama hivi vinakuja. Ambacho nakisema sasa hivi, Yanga wakae mkao wa kula. Mzee kanyosha mikono juu, amesema nimebeba na sisi tumesikia na watu wamesikia. Siku akimpasua mtu wasije kulia tena. Kwa sababu moja akasema kuna vitu fulani watu waanze kutafsiri. Mtu akikwambia huo utoto. Sawa Alafu akwambia huo ujinga. Mtu akikwambia ujinga, anataka kukuadhibu utakufikia kwenye upumbavu. Ukifanya upumbavu akwambia nilimwambia huyu. Manake huyu alikuwa anafanya ujinga hata kuelewa. Upumbavu anakuadhibu. Ndio maana wengi hata kazini watu wanafukuzwa kwa sababu ya upumbavu, sio ujinga. Ujinga umfukuzishe mtu kazi. Manake ujinga ni pale umekosea unaanza kuonywa. Bwana hiki siko sawa. Umeambiwa hiki sio sawa unarudi pale pale. Manake unafukuzishwa kazi kwa sababu ya upumbavu. Kwa Yanga watakuja kula nyundo mbaya ya TFF kwa sababu ya upumbavu. Na nimpongeze kwa mara nyingine tena Wallace Karia, katupa mwelekeo sasa. Katupa njia sahihi ya kuona wapi soka letu lianze kwenda. Amesimama kama baba, amesimama kama kiongozi wa ligi, amesimama kama kiongozi wa soka la Tanzania. La sivyo tungeanza kuvutana hivi. Sasa hivi utaniambia mechi haipigwi, dabi haipigwi. Mechi ipo, nyeupe kabisa. Umeona dabi ipo Dabi ipo. Sasa dabi ipo ni kwa sababu ya kauli ya Wallace Karia. Mimi ni kongole sana. Tutapata wakati mwingine wa kusema ili tuseme tuliishie hapo. Shukrani sana. Asante sana.